Kila mtu anaweza kuzungumza mbele ya watu, lakini kuwa msemaji bora ni sanaa. Je, ungependa kujifunza kuvuta wasikilizaji, kudhibitisha ujasiri na kufanya ujumbe wako uonekane? Leo tutajadili hatua rahisi za kufanikisha hilo. Ujasiri huanzia kujiamini. Zungumza kwa sauti wazi na msimamo wa mguso. Kama una hofu, kuna njia rahisi rahisi. Fanya mazoezi mara kwa mara. Jifunze mada yako kwa undani, ujue unachozungumza. Kumbuka, hata wasemaji mashuhuri walikuwa wanaogopa. Mafanikio ya mazungumzo yako yanategemea hadhira. Kabla ya kuzungumza, chunguza mahitaji ya wasikilizaji. Rudisha hoja kwa muundo unaoeleweka kwa watu wote. Tumia mifano inayowahusisha moja kwa moja. 55% ya mawasiliano ni lugha ya mwili. Macho, angalia hadhira kwa macho, usisome tu karatasi. Mikono, tumia vidokezo vya mikono kwa ufanisi. Sauti, badilisha kasi na kiwango cha sauti ili kuweka hamu ya kusikiliza. Binadamu hukumbuka hadithi zaidi ya takwimu. Anza kwa kishindo. Swali au simulizi la kuvutia. Unganisha maisha yako ya kweli au visa vya kusisimua. Maliza kwa wito wa hatua, waombe hadhira kufanya kitu. Hata wataalamu wanakosea. Kosa ni fursa ya kujifunza. Omba maoni baada ya mazungumzo. Rekodi mazungumzo yako na ujitazame. Endelea kujifunza kutoka kwa wasemaji wengine wabovu. Hakikisha mazingira yanakusaidia. Pitia mahali kabla ya kuzungumza: sauti, mwanga, teknolojia. Tumia vifaa kama vielelezo au skrini kwa urahisi. Rudi nyuma kama kuna tatizo. Watu hawana huruma kama unavyofikiria. Kuzungumza mbele ya watu sio kipawa cha kuzaliwa nacho, ni ujuzi unaojengwa kwa mazoezi, ujasiri na kujali hadhira yako. Utakuwa msemaji bora wa siku za usoni. Je, una kosa lako la kwanza la hadharani? Andika chini kusaidia wengine kujifunza. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like, share na jiunge na channel yetu kwa mafunzo zaidi ya maendeleo ya kibinafsi. Karibu tena.